Ya kwanza, mimi niko na shukurani kwa imani yenu na kwa kura zenu na kwa maombi yenu. Mimi nasema asante sana watu wa Kuria na watu wa Kuria East. Sawa sawa. Jambo la pili, mimi niko na shukurani vile vile kwa sababu nyinyi ni wakulima sugu sana. Mumenisaidia kuhakikisha kwamba Kenya inapata chakula. Wakati tulikubaliana na nyinyi, mkaniambia ya kwamba nipunguze gharama ya mbolea. Si mulinieleza jameni? Hiyo mbolea ilikuwa 5,000 6,000, nikapunguza ikakuja 2,500. Na nyinyi hamkuniangusha, mkarudi shambani, mkazalisha chakula. Bei ya unga ilikuwa 240, imeteremka sasa iko 150, ikiteremka ikienda chini. Watu wa Kuria, mimi nasema asante sana my friends. Nyinyi ni watu wa maana sana kwa sababu mnatusaidia kulisha taifa letu la Kenya. Na ni kwa sababu mliniambia nisimamie mambo ya kilimo, ndio kilimo iweke pesa kwa mfuko ya wananchi wa kulima. Ndio sababu vile vile ile bei ya kahawa ilikuwa inatusumbua kwa sababu ya watu makatel na watu watapeli. Sasa tumepanga mambo sawa sawa, tumetoa leseni ya mabroka, tumetoa leseni ile ya millers, tumehakikisha kwamba Nairobi Coffee Exchange inaendelea vizuri. Ile bei ya kahawa ilikuwa shilingi 50 kwa kilo, sasa imefika 100 ikielekea 150. Mimi nawaambia wakulima asante sana. Ni kweli ama si kweli marafiki zangu? Tunaelewana? Muliniambia vile vile nisimamie mambo ya elimu, watoto wetu wasome. Na sababu hiyo ndio nimeajiri walimu 76,000 kwa miaka miwili. Na mwaka huu nimeambia hawa wabunge wetu, mwaka huu nimepeleka budget bunge ya kuongeza walimu wengine 20,000 kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Tuko pamoja jameni? Na mimi nataka niwahakikishie, nitahakikisha ya kwamba mtoto wa maskini anasoma vile vile mtoto wa tajiri anasoma, kwa sababu hiyo masomo ndio inatuletea usawa. Na ndio sababu naweka pesa nyingi kwa elimu. Na vile vile nimeweka program mpya ya mambo ya kulipia watoto wetu wa Tibet na wa university. Nimesema hiyo funding model ihakikishe ya kwamba watoto kutoka jamii maskini walipiwe scholarship 90%. Ndio kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma hata kule katika chuo kikuu. Kuria hoye! Ntimaru hoye! Si tulikubaliana jameni? Na mimi nilikubaliana vile vile ya kwamba mama mboga atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna usafi, mahali kuna stima. Na ndio sababu hiyo leo nimetoka kufungua soko kule Narok. Na leo nimekuja hapa kuangalia soko yenu ya Ntimaru. Mimi nasikia kwamba huyu fundi yako hapa ni goigoi kidogo, anatembeza hiyo kazi polepole. Si ndio? Kwa sababu ile ya Narok ilianza siku moja na hii. Leo mimi nimefungua ya Narok, iko tayari kule Suswa na ingine kule Ntulele. Sasa wewe fundi hapo, tuko na waziri wangu hapa, tuko na PS bwana Hinga. Wewe sasa huyo mtu wako uliajiri hapo wa kutengeneza soko ya Ntimaru afanye kazi ama atoke aende achome makaa? Ama namna gani? Si tulisema kazi ni kazi? Kama huyo ameshindwa kujenga hapo, si aende achome makaa? Ama namna gani? Sasa huyo fundi, mimi nakupatia miezi 3 umalize hiyo mahali na utoke. Ama namna gani? Tuko pamoja watu wa Ntimaru? Kwa sababu wamama wa hapa Ntimaru wanahangaika, wanapigwa na jua, wanaumizwa na mvua, wako kwa matope, wako kwa mvumbi. Si ni kweli? Hiyo soko tumewapatia milioni 55. Nataka hiyo soko iwe tayari, kina mama wetu wafanye kazi mahali kuna heshima na kuna stima na kuna maji.
Tumekubaliana jameni, watu wa Antimaru? Na sio soko ya Antimaru peke yake tunajenga. Tunajenga soko zote. Na tumekubaliana na viongozi wa hapa Migori, hasa wa hapa Kuria. Tumekubaliana ya kwamba kila mahali kuna wananchi wengi, ile matowns zetu na townships, tutahakikisha kwamba mahali pa kufanya biashara iko, kwa sababu hiyo soko inatusaidia mara mbili. Inatusaidia wakulima wetu, wakati wanazalisha chakula wanajua mahali ya kwenda kuuza hiyo mazao yao, na pia inatusaidia wa mama mboga na wale wengine wanatufanyia biashara, wako na mahali, kuna stima, kuna maji, kuna usafi, kuna hygiene, iko storage, iko maneno ya cold room, na hata iko maneno uko ndani. Kwa hiyo soko tumeweka mahali kina mama wanaweza kwenda kunyonyesha mtoto akiuza mboga yake hapo, anaendelea na kazi. Ama namna gani wazee wangu? Lakini sasa vile nimesema ati mama anaweza kuja sokoni pale na mtoto akibeba, sio wewe sasa kazi yako ni kuzalisha tu mama kila siku, hapana. Ati unamwambia iko shida gani na iko mahali ati iko mahali ya watoto kunyonyeshwa kule. Sawa sawa my friends. Hata hiyo tuweke kwa taratibu. Si namna hiyo? Kuzalisha ni kwa mpango. Ama naaje watu wa hapa Kuria? Tumekubaliana? Leo hapa vile vile nimekuja kwa sababu hii Kuria ni ya muhimu sana. Nyinyi ni wakulima, na mimi sitaki wakulima wakatekate mashamba yao, kwa sababu tunataka mtumie kuzalisha chakula. Nyinyi mnanielewa? Sasa hapa tunawajengea manyumba. Hapa tunajenga nyumba 180. Mnanielewa? Tumeweka hapa pesa ya serikali karibu milioni 500. Hapa tutajenga nyumba ya ghorofa 11. Mnasikia nyinyi? Mshawahi kuona nyumba ya ghorofa hapa Antimaru? Sasa hapa kutakuwa mpaka na lift ile ya kutembeza watu kule Nairobi, tutaleta hapa Antimaru. Nyinyi mnanielewa? Na mnajua ni kwa sababu gani najenga hii manyumba? Nataka tusiwe na mambo ya mahali wananchi wanaishi mahali chafu, mahali hakuna maji, mahali hakuna barabara, mahali hakuna stima. Nataka tuwawejengee nyumba hapa. Alafu wewe mzee, nataka mnisikie vizuri, wazee wako. Sasa sikia wewe mzee. Sasa ile shamba tuko naye huko nyumbani, tunataka tuitumie kuzalisha chakula. Lakini mkikatakata inaanza kuwa nusu eka, robo eka, inaanza kuwa mahali ambaye ni kijiji. Si tutalala njaa? Sasa wewe kijana akikuwa barubaru hivi, unamuhamisha anakuja naishi hapa, unaendelea kulima shamba huko. Mwingine unahamisha anakuja kuishi hapa, shamba tunaendelea kulima chakula. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Ndio tusikatekate mashamba yetu. I am saying this for the avoidance of doubt. Land fragmentation is a threat to food security in Kenya. Land fragmentation is denying us land that we can use for food production, and it is being divided into small pieces. This affordable housing is going to assist us as Kenyans to make sure that we preserve land for food production, and we can live in neighborhoods like the one we are going to build here in Timaru. Wazee, tumekubaliana? Ama mnataka kuendelea kukatakata mashamba jameni? Si mnataka mashamba yetu ibaki, tuzalishe chakula, nyinyi muuze, muweke pesa kwa mfuko? Tumekubaliana? So hapa mimi najengea nyinyi nyumba 183, inaenda mpaka ghorofa ya 11, na nitarudi hapa kuongeza manyumba ingine nikiona vile mmejipanga. Nyinyi watu wa Antimaru mtajipanga? Antimaru mtajipanga? Nimekuja hapa kwenu tena kwa mambo mengine matatu ya muhimu. Ya kwanza ni mambo ya stima. Mimi naelewa ya kwamba kuna manyumba mengi haijafikiwa na stima. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ndio jana nilianzisha mradi mkubwa wa mambo ya kuunganisha stima kwa wananchi hapa Migori County. Tumetoa pesa ya serikali 1.9 billion kuunganisha manyumba 25,000 mpya kwa stima hapa kwenu. Na tumekubaliana na wabunge wote
Kila mbunge anajua ni pesa ngapi na ni manyumba ngapi tunaunganisha, na watatusaidia kututambulia kwamba kijiji fulani, sehemu fulani, mahali fulani haijapata stima, ndio tupeleke stima huko, kwa sababu tunataka kusambaza stima. Stima sio starehe ya watu matajiri. Stima ni haki ya kila mwananchi wa Kenya, na ndio sababu hiyo tunataka kusukuma stima. Hata kama nyumba yako imeregea kidogo, tunaweka stima, utajipanga ukijenga. Ama namna gani jameni? Tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? So hiyo mpango nilianzisha juzi. Hawa kina Kitayama na wabunge wale wengine wote wanajua mambo gani inaendelea, na tumekubaliana na wao vile tutaendesha hiyo program ya kuunganisha stima katika sehemu hii. Vile vile tumekubaliana, nimekuja hapa jambo la 3 ama la 4 ya muhimu ya mambo ya barabara zetu hapa Migori na hapa Kuria. Nyinyi mnajua tulijenga hii barabara kutoka Isabenia ikapita hapa ikakuja mpaka kule Kilgoris. Si namna hiyo? Lakini sasa mumetuuliza tujenge barabara kutoka Taranganya iungane na hapa Ntimaru. Na mumetuambia vile vile, sawa sawa? Na mmetuambia vile vile, huyu Kitayama aliniambia, mulimutuma ama ni story alikuwa ananiambia? Mulimutuma? Kwamba mnataka barabara ya Taranganya kwetu kuja hapa Ntimaru? Sio kunipanga, amenipanga. Ni mambo yenu. Na vile vile amesema mnataka barabara nyingine kutoka hapa Ntimaru kwenda Mashanga kwenda mpaka hapa Lolgorian. Hata hiyo vile vile mlimtuma. Nitatoa wapi pesa sasa ya kufanya hii kazi yote? Nitafute mbinu na namna nitengeneze hii barabara. Na kwanza iko daraja ingine inatusumbua hapa chini sana. Na hiyo barabara nimeipangia. Hiyo daraja nimeipangia. So nimesikia mambo yenu ya barabara, tayari nimetafuta pesa kidogo ya kuanzisha hizi barabara. Juzi nimetoa pesa karibu milioni 700 ya barabara zile zilikwama za hapa Migori, ikiwemo ya Kuria. Alafu vile vile nimekubaliana na hawa viongozi, napeleka budget kule bunge, nimeweka bilioni 2 ya kuunda zile barabara ambazo mnataka hapa Kuria na Migori. Tumekubaliana? So nikipitisha budget nitarudi hapa tuanzishe hizo barabara zenu, ndio tuwe na uchukuzi, tuwe na urahisi wa kubeba mizigo, mazao yetu ya shambani, abiria, wananchi, tuzalishe uchumi, tuondoe umaskini na tutengeneze utajiri. Tumekubaliana jameni? Hizo barabara mmesema ndio hizo tutengeneze. Alafu kazi ingine yote ambayo mmesema ya kusomesha watoto na ile ingine, mimi niko tayari. Mimi nimefurahi sana kwamba nimefika leo Ntimaru. Nilikuwa natamani sana kufika Ntimaru, kwa sababu nimekuja Ntimaru kuchelewa. Si ndio? Si ndio? Lakini mimi niko hapa na nitarudi tena. Alafu mtanieleza ile kazi ingine mnataka ifanyike hapa, mambo hiyo ingine tutanyorosha, tutatembea pamoja. Otherwise mimi nawashukuru sana kwa kunikaribisha. Mjue mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Hapa niko na viongozi wenzangu wengi. Mimi nataka niwapatie nafasi watusalimie. Nitaanza na gavana wetu wa Migori, anaitwa Ochilo Ayako. Mpigeni makofi. Watu wa Ntimaru hamujambo? Hamujambo tena? Hebu nione kwa mkono wale wamefurahia hii ugeni wa rais na vile ametutembelea. Rais, hapa Ntimaru ni kwako, na hapa Kuria tuko na sub-counties 4, tuko na Kigonga, tuko na Ntimaru, tuko na Kihancha na tuko na kule Mabera. Na umefanya vizuri sana mtukufu rais kuwatembelea kwa kila sub-county. Hao walikuwa na kusubiri kwa hamu na gamu. Si mlikuwa mnasubiri rais? Na rais ukirudi tena sasa uanzie na hapa, kwa sababu hao watu wamekaa hapa tangia saa 8 hadi saa hizi na wanakupenda sana. Mulikaa kuanzia asubuhi? Mulimsubiri rais kuanzia asubuhi? Sasa rais, hapa hii eneo ya Ntimaru na hii mradi ya ujenzi ya manyumba
Unajua watu wataishi hapa, watu wengi. Tuko na hospitali ingine hapa kidogo yetu ni level 4, na watu wakiishi hapa wengi wanaona Kegonga ni mbali, Migori ni mbali, na hizo sehemu zingine ni mbali. Kwa hivyo hii mradi vile ni mzuri hivi, ukipata pesa kidogo utusaidie tuamushe hiyo hospitali hapa. Si hii ni mzuri? Hiyo ni mzuri.